yote, heshima na adama, ziko mbele zake, nguvu na uzuri zimo katika patakatifu pake. Heshima na adama, ziko mbele zake, nguvu na uzuri zimo. Wapendwa katika Kristo, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu Dominika ya 5 ya Pasaka katika mwaka C wa kanisa. Somo la kwanza ni la kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 14 aya ya 21b hadi aya ya 27. Somo la pili ni la kitabu cha Ufunuo sura ya 21 aya ya kwanza hadi aya ya 5a. Na somo la tatu ni la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane sura ya 13 aya ya 31 hadi aya ya 33a na aya ya 34 hadi aya ya 35. Tusikilize Injili takatifu. Yuda alipokwisha kutoka, Yesu alisema, sasa ametukuzwa mwana wa Adamu, naye Mungu ametukuzwa ndani yake. Mungu naye atamtukuza ndani ya nafsi yake, naye atamtukuza mara. Enyi watoto wadogo, bado kitambo kidogo nipo pamoja nanyi. Amri mpya nawapa, mpendane. Kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu, mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Injili ya Bwana. Watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu, mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Taifa la Mungu. Ilikuwa ni katika karamu ya mwisho kabla ya kuteswa. Yesu aliwaaga wafuasi wake na kuwapa amri mpya ya kupendana wao kwa wao. Ndugu zangu, hii ni amri mpya, na Wakristo wa kweli hujulikana kwa kushika amri hii. Hata watu wanaposikia jina Mkristo, ina maana gani kwao? Ni nini wanachotarajia kutoka kwa mtu aitwaye Mkristo? Kwa kuitwa Mkristo inaashiria kwamba mtu ambaye anategemewa kuongea ukweli, ni yule mtu anayewachukulia watu wengine wote kwa heshima. Hata anaposimama mbele ya watu, maneno yake ni ya kuaminika. Ni mtu anayependa haki, na ni mtu anayeishi kwa kufuata sheria ya Mungu, na anayejua na kuishi lengo la uwepo wake katika ulimwengu huu kwa kusudi la uumbaji. Kama ambavyo tunafundishwa kwamba Mwenyezi Mungu ametuumba ili tumpende, tumtumikie, na mwisho tufike kwake mbinguni. Ndugu zangu, kwa maana hiyo ni kwamba kwa kila aitwaye Mkristo, ina maana anajaribu kufuata mafundisho ya Yesu. Na zote hizi ni sifa zinazotustahilisha sisi kuitwa wafuasi wake. Maisha ya Yesu ni njia inayoendelezwa kwa wafuasi wake ili upendo wake uendelee kuugusa na kuuponya ulimwengu ambao umejawa na majeraha makubwa, umejawa na changamoto mbalimbali ambazo zinahitaji sana msaada kutoka kwa Mungu, ili nasi tuliomo ndani yake tupate kupona.
Wapendwa katika Kristo, upendo unaofundishwa na Yesu na huku yeye mwenyewe akiwa mfano, kama ambavyo anasema tupendane kama ambavyo yeye ametupenda sisi, kutokana na sadaka yake msalabani ili aweze kutupatanisha na Baba. Huu upendo unatupa ushuhuda wenye nguvu sana katika ulimwengu huu. Kwa maana hiyo, kumbe kujaribu kwetu kwa kupenda kama Kristo alivyotupenda ni kwamba huu unakuwa ni moto wa Pasaka tunaouleta katika familia zetu, marafiki zetu na wafanyakazi wenzetu. Huu unakuwa ni uthibitisho wenye nguvu kwamba kweli Kristo amefufuka. Na kwa mazingira mengine tunasema hii inakuwa ni namna ambavyo inadhihirishwa kwa maisha ya wafuasi wake. Kutimiza hii amri kuu ya upendo kama Kristo alivyotutendea haiwezekani kwa mwanadamu yeyote pale atakuwa anatumia uwezo wake binafsi. Lakini hii hali inawezekana kabisa pale ambapo mtu ataruhusu hii hali, iwapo ndani yake ameruhusu uwepo wa Kristo afanye kazi ndani ya maisha yake. Kwa sababu wakati mwingine tunajikuta tunaonyesha huu upendo kwa ajili ya maslahi binafsi. Huu unakuwa sio upendo wa kweli na si upendo wa dhati. Pale tunapojali maslahi binafsi, tunashindwa kupenda kwa dhati kama Kristo anavyotuagiza. Hivyo ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tumruhusu Yesu Kristo mfufuka ayatawale maisha yetu ya kila siku, ili mwisho wa siku upendo ambao tunafundishwa katika kuwapenda ndugu, jamaa na marafiki, tuweze kuwapenda kwa moyo mkunjufu bila kuonyesha hali yoyote ya unafiki. Na katika hali hiyo tutaonyesha kweli kwamba sisi ni Wakristo ambao tumelibeba hilo jina ambao linakuwa ni ushuhuda tosha kwa watu wengine mbalimbali. Hata tunaweza tukawa chachu ya kuwafanya watu wengine waweze kuongoka kama Wakristo wa kwanza, namna ambavyo walikuwa wakilihubiri neno la Mungu na katika kushirikishana upendo ambao walikuwa wakizunguka nyumba hadi kwa nyumba, wakaweza kuwashawishi hata wengine wakatambua kwamba hii ndio dini ambayo inajali maisha ya watu, ndio dini ambayo inajali katika kuwapenda na kuweza kuwahudumia watu kiaminifu. Mungu Mwenyezi awabariki, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Mwimbieni Bwana, libariki ni jina lake.